Sauli alikuwa mfalme wa Israeli. Baadaye Mungu alimchagua, baadaye akakengeuka. Alipokengeuka akaanza kuwaua watumishi wa Mungu. Alipowaua akakosa manabii, akamkimbia, wanamwogopa. Wakisikia mfalme anakuita wanamkimbia. Kwa nini? Anawaua. Sasa ikatokea siku moja Samuel alishakufa, manabii hawaoni, na ilikuwa ni zamani kwamba watu walienda kuuliza jambo kwa Bwana. Watu zamani waliomcha Mungu hawakwenda kuuliza kwa waganga wa kienyeji. Ni leo tu unaona waganga wa kienyeji wanapiga ramli, ni anguko. Hiyo ni dalili ya anguko na dalili ya laana katika nchi. Ndio maana Sauli alibarikiwa sana alipoingia katika utawala wake. Kwa nini? Alipoingia tu akasema, kama kuna mganga mahali nikikusikia unapiga ramli ama unaagua kifo. Biblia inasema akawafutilia mbali waganga na wachawi katika nchi kwenye siku za utawala wake. Na Mungu akambariki sana na akamwambia Samueli, nendeni Gilgali mkaimarisha ufalme wa Sauli. Wakaimarisha ufalme. Ila Sauli alimkosea Mungu jambo moja tu. Alianza kuwa na tamaa ya mali. Mungu akamwambia, nenda, nimekumbuka leo mambo ambayo Amalek aliwatendea watu wangu Israeli siku zile wanatoka Misri. Ndio maana Mungu tunayemtumikia ni Mungu akumbukaye. Watendee watu wa Mungu mabaya leo, siku akikumbuka atakurudia tu. Kuna leo utamtendea mtu wa Mungu jambo baya. Biblia inasema imepita miaka kama 300 tangu wana wa Israeli watoke Misri, wakapita kwenye nchi ya watu wa wana wa Amoni. Wale watu wakawatendea vibaya, wakawa na waua, maana wamechoka, hawana chakula, hawana jeshi. Wanapita tu kwenye nchi ile, wanakwenda kwenye nchi yao ya ahadi. Yule mfalme wa Amaleki alikuwa anaitwa Agagi, akaamua kuwaua wana wa Israeli. Anawaua, akikuta mwanamke mwenye mimba anamtoa mimba. Kwa hiyo watu waliopona ni waliokimbia wakaokoka na makali ya upanga. Baadaye Mungu wameenda, wamefika nchi ya ahadi, wamekaa, wametulia. Mungu amewapatia mfalme. Sasa Mungu anataka kwanza kutenda jambo kupitia mfalme wa nchi yao. Ndio maana tunasema sisi hata watawala wa nchi ni watumishi wa Mungu, kwa sababu watu hao Mungu watumia kulipa kisasi kwa ajili ya aliyoonewa. Haona sasa Mungu akamwambia nabii Samueli, nenda umwambie Sauli aende kule kwa wana wa Amoni, aende kwenye ile nchi akawapiga Waamaleki, awaue kabisa, na wana wa Amoni awaangamize, maana nimeyakumbuka leo mambo ambayo Amaleki aliwatenda Israeli. Haleluya, haleluya. Kuna adui anakutesa leo. Kuna mtu anakupiga vita leo. Kuna mtu anakuloga leo. Pako unawaza na mimi mwache Mungu nikamloge? Hapana. Kuna leo unawaza yaani yule ananifanya hivi. Hivi na mimi kwani waganga siwajui? Hata waganga unawajua. Kuna mtu anakuibia, unasema hivi na mimi sina mikono ya kumuibia. Hapana, hata wewe kuiba unajua. Ila dhiki yako ni kwa sababu umeamua kumheshimu Mungu. Umeamua kumcha Mungu. Umeamua kumkimbilia Mungu. Umeamua kumfanya Mungu kwa tumaini lako. Na ndio maana Mungu anasema nitakulipa, nitakufuta machozi, nitakufariji mbele, nitakukaribisha na kusema wewe ni mwanangu. Haleluya, haleluya. Na Mungu anasema vita ya kwako ni vita yako. Anasema nitakupigania na wewe utanyamaza kimya. Ndio maana mtu wa Mungu hapaswi kuwa na maneno mengi, hapaswi kuwa na hasira nyingi, hapaswi kuwa na visasi. Wewe unapaswa kuwa na maombi na kumwambia Mungu, ona pesa hili, ona ninavyotendewa, ona ninavyosema, ona ninavyopingwa, ona ninavyopigwa vita, ona ninavyosimamwa. Nisaidie. Mungu kwa neno lake anasema